Tarehe 3 ya mwezi Mei mwaka huu 2026 ulipigwa mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara ambao ulizikutanisha timu za Simba na Yanga katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam. Big story imekuwa ni goli la Chama ambao limezungumzwa siku zote tangu baada ya kutamatika kwa mchezo huu mpaka kupewa nafasi pengine ya kuingia katika tuzo za FIFA za Puskas, na limejadiliwa mpaka na vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo CNN, lakini pia goli lile limezungumzwa mpaka na waandishi wa habari na wachambuzi wa kimataifa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba weekend hii katika ukumbi wa Superdome Masaki, Dar es Salaam, kulikuwa na zoezi la utoaji wa tuzo za BMT. Chama alikuwa ni headline katika tukio lile, alizungumzwa na serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba daktari alimzungumza, lakini pia Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda alizungumza, na kubwa ilikuwa ni kwamba wanaangalia namna ya kumpatia Chama uraia. Sasa yako masomo manne ambayo mimi nimejifunza kutoka kwa Clatous Chota Chama. Kwa nini anazungumzwa sasa hivi kwenye majukwaa makubwa ya kisiasa, ya kimichezo, ya kijamii ndani na hata nje ya Tanzania? Somo la kwanza ambalo nimejifunza kwa Chama ni kuongeza thamani katika kazi ambayo unaifanya. Inawezekana unafanya kazi ambayo watu wengi wanaifanya, lakini unaifanya kwa staili gani? That's what matters. Chama anacheza soka, wako wachezaji wengi katika ligi yetu ambao wanacheza soka. Chama anacheza namba 10 pale Simba. Wako wachezaji nchi hii namba 10 wengi wazuri sana ambao wana deserve. Lakini kwa nini anazungumzwa Chama? Ni kwa sababu ya kile alichoamua kukifanya katika maisha yake. Kimeiongezea thamani kazi yake. Ndio maana leo Chama anazungumzwa katika majukwaa mbalimbali ya kimichezo, ya kitaifa na ya kimataifa. Kwa hiyo inawezekana kabisa unafanya kazi ambayo watu wengine wanaifanya. Ni kazi ya kawaida tu ambayo inafanywa na kila mmoja ama inafanywa na watu wengi, lakini unaifanyaje? Ongeza thamani, kuwa tofauti, jitofautishe. Utatafutwa, utazungumzwa na utapewa thamani kubwa na watu ambao pengine hukuwatarajia. Leo Chama anazungumzwa na serikali ni kwa sababu ya kile alichokifanya. Biblia inasema zawadi ya mtu humpa nafasi, nayo humleta mbele ya wakuu. Kile ambacho Mungu amekupa, kile unachokifanya, kifanye kwa utofauti, kitakupa nafasi na kitakusogeza mbele ya wakuu. Lakini somo la pili ambalo nimejifunza ni consistency ama mwendelezo wa kufanya vizuri zaidi. Alichokifanya Chama, lile goli alilofunga juzi, ni mwendelezo wa mambo mazuri zaidi ambayo amekuwa akiyafanya. Amefunga magoli ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwa muda mrefu katika vyombo vya habari na katika mechi kubwa kwa nyakati tofauti tofauti. Alizungumzwa nyakati hizo, lakini hakubweteka. Leo anafanya kitu ambacho sasa ndo kinakuja kumweka kwenye spotlight na kinampa nafasi kubwa katika majukwaa makubwa ya kitaifa na ya kimataifa. Mimi sitaki kuamini kama angekuwa ndo mara ya kwanza kufanya kitu magical kama hiko, angezungumzwa kwa kiasi hiki, kwa sababu wako watu ambao walifanya mara moja na hawakuwahi kufanya tena. Hawakuzungumzwa kama ambavyo amezungumza Chama, lakini anazungumza ni kwa sababu watu wana connect dots, wanaunganisha yale mazuri ambayo alifanya kipindi cha nyuma, na ndio maana leo anazungumzwa katika majukwaa hayo. Kwa hiyo hata wewe katika kazi yako unapofanya vizuri ukasifiwa, unapotoa huduma nzuri ukasifiwa, kama ni chakula, kama unauza bidhaa ukahudumia watu ukasifiwa kwa kile kizuri ulichokifanya katika kazi yako, usibweteke. Uwe na tamaa ya kufanya vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Biblia inasema usiache kupanda mbegu. Panda asubuhi, panda mchana, panda jioni, kwa maana hujui ni mbegu zipi zitaota. Kwa hiyo hujui ni katika momenti ipi katika yale mazuri ambayo unayafanya, basi itakuwa ni turning point ya wewe kujikusanyia kijiji na kupata thamani kubwa katika ulimwengu huu. Lakini somo la tatu ambalo nimejifunza, ukipewa nafasi fanya kwa uaminifu. Chama alisajiliwa na Simba, akaitumikia kwa misimu kadhaa. Baadaye akaondoka zake akaenda RS Berkane, mambo ya kwenda vizuri pengine, akarudi tena Simba. Kwa nini alirudishwa Simba? Ni kwa sababu Simba walikuwa wakikumbuka nyakati ambazo Chama aliwavusha. Bado walikuwa wanaiona potential kwamba kuna kitu anaweza akawafanyia. Sitaki kuamini kama Chama angekuwa amefanya vibaya katika misimu iliyopita akiwa Simba, kama angeweza kusajiliwa tena kutoka RS Berkane. Lakini aliweza kusajiliwa. Simba alipata hiyo courage ya kumsajili tena kwa mara nyingine Chama ni kwa sababu ya kile alicho nacho. Nyakati fulani alipokabidhiwa majukumu yake, aliyafanya kwa uaminifu na aliwavusha Simba katika moments ambazo zilikuwa ni ngumu, ambazo pengine ulimwengu wa soka katika nchi yetu haukutarajia. Ni kwa sababu ya kile alichokifanya. Baadaye akaondoka zake akaenda Yanga.
akatoka Yanga akaenda Singida, lakini katika nyakati ambazo anatajwa kuwa amezeeka, Simba wanamrudisha. Kwa nini wanamrudisha? Ni kwa sababu bado wanaamini kwa kile alichowafanyia huku nyuma, ana deserve kuwa miongoni mwa watu wa huduma katika klabu hiyo. Na wewe katika kazi yako unaoifanya, unapopewa kazi, unapopewa tenda kuhudumia sehemu, unapopewa jukumu la kufanya, fanya kwa uaminifu, utaitwa tena. Unapo ombwa kusupply labda bidhaa ama huduma sehemu fulani, fanya kwa uaminifu. Watu wengi wanashindwa kuitwa tena ni kwa sababu wakipewa nafasi basi wanaitumia vibaya. Wengi wanafanya kazi kwa kuchakachua, wanakosa ile uaminifu. Kwa hiyo ukipewa nafasi, fanya kwa uaminifu, fanya kwa upendo, fanya ili baadaye uitwe tena. Fanya ili baadaye upewe tenda nyingine. Fanya ili baadaye upewe tena kazi nyingine na mtu huyo huyo, ama pengine aweze kukurecommend kwa watu wengine, uitwe tena na tena. Biblia inasema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakukabidhi mambo makubwa. Ingia ufurahi pamoja na Bwana wako. Kwa hiyo unapokuwa mwaminifu katika mambo ambayo pengine unaweza ukayaona ya kawaida, Mungu anakupa nafasi ya kukabidhiwa mambo makubwa. Utaitwa. Leo Chama anazungumzwa kwenye majukwaa makubwa na anazungumzwa na watu wakubwa. Imagine mpaka anazungumzwa kupewa uraia. Ni kwa sababu ya kazi aliyoifanya kwa moyo mmoja katika vilabu tofauti, katika nyakati tofauti. Ndio maana leo anazungumzwa mpaka kupewa uraia. Usipokuwa mwaminifu hauwezi kuitwa tena na hautazungumzwa popote na historia yako itaishia hapo. Lakini somo la mwisho ambalo nimejifunza kwa Chama ni kuamini katika muda. Hakuna shortcut. Muda wowote Mungu anaweza akakufanyia mambo makubwa. Chama leo anazungumzwa katika majukwaa ya kimataifa na vyombo vya habari vya kimataifa, anawekwa kwenye tuzo kubwa za kidunia katika nyakati ambazo wengi wanamtaja kama mzee, umri umekwenda, maji ya jioni, lakini ndiko anakozungumza big story. Naamini Chama katika moment ambazo ama katika nyakati ambazo amezungumzwa as a big story ni katika kipindi hiki, akiwa katika umri ambao wengi wanaamini amezeeka, ndipo Mungu anamglorify, anamtukuza, anamuinua na anazungumzwa. Karim Benzema akiwa na umri wa miaka 36 alichukua tuzo ya Ballon d'Or. Alilazimika kusubiri generation ya Messi na Ronaldo ama nyakati za Messi na Ronaldo zipite, ndipo akaja kuchukua tuzo ya Ballon d'Or katika umri ambao haikuzoeleka huko nyuma. Wengi waliamini kwamba ameshakwenda, amezeeka, pengine hawezi kuchukua tena hii tuzo. Alisubiri kwa muda mrefu, anakuja kuchukua tuzo. The same to Chama. Alitoka akaenda Berkane, mambo hayakwenda vizuri, akarudi Tanzania, akaendelea kucheza mpira na sasa anazungumzwa as a big story katika nyakati ambazo wengi wanamuona kama mzee. Biblia inasema, nitawarejeshea muda na miaka yote ambayo ililiwa na nzige na tunutu. Kwa hiyo amini katika kile unachokifanya. Moment moja tu katika wakati wowote inaweza kubadilisha maisha yako daima. Kwa hiyo usione kama unapoteza muda. Kama unafanya kazi kwa muda mrefu lakini unahisi mbona kama ninapoteza muda. Sio kweli. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Amini katika muda, na ule muda ambao unadhani umeupoteza, Mungu anajua namna ya kufidia pale ambapo pengine wengi wamekukatia tamaa. Hayo ndio masomo manne ambayo nimejifunza kutoka kwa Clatous Chota Chama. Mimi ni Amos Mzee.